Wako wafanyakazi wanajiendeleza na wanataka kubadilisha kada. Amefanya kazi ya afya kwa muda mrefu, anataka kubadilisha kada. Amefundisha kwa muda mrefu, anataka kuwa naye afisa. Amekuwa driver, amejiendeleza, anataka kutoka kwenye driver, anataka kuwa sehemu ya maafisa walioko serikalini. Nataka niwasihi na kuwaomba waajiri walioko kwenye maeneo yetu, tuwape fursa wafanyakazi wetu wabadilishe kada. Inawapa motisha ya kuongeza ari ya kazi na kujituma ili kuweza kuleta maendeleo kwenye mkoa wetu. Mimi nawasihi na kupatia moyo watumishi wanaotamani kubadilisha kada wajiendeleze kwenye kada ambayo wanataka kwenda na kuwasilisha maombi yao kwenye taasisi na mamlaka zinazohusika ili hizo kada ziweze kufanyika kikamilifu. Na mimi niendelee kuwasihi rasmi watendaji wa serikali tulioko hapa na hususan wakuu wa taasisi, wakurugenzi, mameneja, tuhakikishe tunatenga bajeti kulipa malimbikizo ambayo wafanyakazi wetu wanatudai. Lakini vile vile tuendelee kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza na kujenga mazingira mazuri kwa ajili ya wafanyakazi. Pamoja na waajiri kutambua kuwa kutowasilisha michango katika mifuko ya hifadhi ya jamii ni kiuka sheria, bado kuna changamoto kubwa ya baadhi ya waajiri hasa katika sekta binafsi kutowasilisha michango kwenye mifuko hiyo, na bahati mbaya mifuko yenyewe imekuwa haichukui hatua za kisheria zinazostahili kuchukuliwa kwa waajiri hao, hivyo kusababisha usumbufu mkubwa kwa watumishi wanapostaafu katika kulipa mafao yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, ipo changamoto ya ulipwaji wa stahiki za watumishi pamoja na madai mbalimbali. Tumekuwa na changamoto kwa baadhi ya waajiri kuchelewesha malipo ya fedha za likizo, jambo ambalo linafanya watumishi kuwa na malimbikizo yasiyokuwa